Hapo zamani za kale, katika nyika iliyokuwa na misitu minene na mito iliyochemka kwa furaha, waliishi wanyama wa aina nyingi. Kila mnyama alikuwa na nafasi yake. Ndege walichora anga, nyoka waliteleza ardhini, na tembo walitembea kwa utulivu wa kifalme. Lakini katika wote, walikuwepo wawili waliotofautiana kuliko wote, ambaye ni sungura mwenye busara anayeitwa Kalulu na fisi mbabe aliyeitwa Dogo Makasi. Kalulu alikuwa mdogo kwa umbo, lakini mawazo yake yalikuwa makubwa kama mlima. Aliamini katika amani, busara na kufanya kazi kwa juhudi. Dogo Makasi kwa upande mwingine alikuwa jeuri, mwenye kutawala na tamaa, na aliamini nguvu ndizo sheria. Alipenda kuwatisha wanyama na kuwanyang'anya kile walichokuwa nacho. Siku moja, uvumi ulienea katika msitu kwamba fisi alianza kutangaza kuwa yeye ndiye mfalme mpya wa nyika. Aliwatisha wanyama na kuwataka kila mmoja kumletea chakula jioni, na yeyote ambaye angemkosea kulipa ushuru wake angeadhibiwa vikali. Wanyama walianza kuishi kwa hofu. Swala waliishi kwa kujificha usiku kucha, ndege walihamia vilindini vya mbali, na panya walidumaa mashimoni kwa siku. Hata simba mzee aliyewahi kuwa malkia wa msitu kabla ya kuzeeka alibaki kimya kutokana na udhaifu wa umri. Lakini Kalulu hakuwa tayari kukubali uonevu. Alijua kuwa kutumia nguvu dhidi ya Dogo Makasi kulikuwa ni kupoteza muda na kusingeleta suluhisho. Alihitaji hekima na mipango mizito. Usiku mmoja, mwezi ukiwa umekamilika kama sahani ya fedha angani, Kalulu aliwaita wanyama wote kwa mkutano wa siri chini ya mwamba wa kifaru mzee. Kisha Kalulu akasema kwa sauti, "Hatuna tena uhuru, lakini hatuwezi kumshinda fisi kwa kutumia nguvu. Tunahitaji kumshinda kwa kutumia akili zaidi." Tembo mzee akauliza, "We Kalulu, je, una mpango gani? Tumechoka na uonevu wake, lakini hatujui njia ya kumshinda." Kalulu akatabasamu taratibu, kisha akasema, "Nitamtenga na tamaa yake hadi ajiangamize mwenyewe, lakini mtahitaji kuniamini na kufuata maagizo yangu bila kuogopa." Wanyama wote wakakubali. Siku iliyofuata, fisi alipotaka ushuru kwa chakula, Kalulu alienda mbele ya kila mtu na kusema, Fisi mkuu, tumekuja kukujulisha habari njema. Tumegundua pango kubwa lililojaa chakula, nyama, mifupa na hata asali. Huna tena sababu ya kudai ushuru kutoka kwetu. Pango hilo ni mali yako tukufu." Macho ya fisi akameta kwa tamaa, akasema, "Acheni kunipotezea muda. Nipelekeni huku mara moja." Wanyama wakampeleka. Pango lilikuwa halisi, lakini lilikuwa lile ambalo simba zamani alitumia kuhifadhi chakula wakati wa kiangazi. Kwenye milango yake waliweka matawi, mawe laini na vichocheo vingine. Fisi alipofika, akaingia kwa pupa na tamaa kujilimbikizia kila kitu. Sungura Kalulu akasema kimoyomoyo, "Hii ndiyo hatua ya kwanza." Siku zikaenda, fisi akawa hatoki pangoni. Alianza kuonyesha upole kidogo, lakini tamaa ilizidi kutawala moyo wake. Baada ya siku kadhaa, fisi alirudi msituni. Chakula katika pango kilikuwa kimeisha na njaa ilikuwa imemfanya mkali kuliko hapo awali. Sauti yake ilivuma ikisema, "Kalulu, umetudanganya. Nitahakikisha unajuta." Wanyama wote walitetemeka, lakini Kalulu alisimama imara na kusema, "Utajuta tu ikiwa unataka vita, lakini ikiwa unataka kuwa kiongozi wa kweli, unaweza bado kubadilika." Maneno haya yalimchanganya fisi. Hakujua kama alivamiwa kwa kejeli au kushauriwa kwa dhati, lakini hasira ikamfumba macho na akaamua kuanza ukatili zaidi. Kwa wiki nyingi, Dogo Makasi alifuatilia, akapora na kuwavizia wanyama. Kila mahali kulikuwa na kilio na huzuni.
Hata wanyama waliokuwa wameliacha msitu walikimbilia mbali zaidi, na ndipo kwa mara ya kwanza Kalulu akaonekana kushindwa. Lakini ilikuwa sehemu ya mpango. Wakati fisi akiwatesa wanyama, Kalulu waliandaa mtego mwingine. Wanyama walikusanya asali tamu, nyama ya kukaanga waliopika kwenye majani ya kipekee, na harufu ambayo haiwezi kustahamilika na fisi yeyote. Waliweka chakula hicho kwenye korongo karibu na mto mkali wa Kizinga, sehemu ambayo maji yalivuma kwa nguvu isiyo ya kawaida. Fisi alipovuta harufu, alikimbia huku akifoka kwa tamaa. Bila ya kutazama, akaelekea moja kwa moja kwenye chakula. Kalulu alijificha juu ya mti, akangoja wakati muafaka. Ndogo Makasi alipoanza kula, udongo aliokanyaga ukateleza, haukuwa wa kawaida. Kwa sekunde chache tu, ardhi ilipasuka chini yake na fisi akaanguka kwenye mfereji mkubwa wa maji uliotiririka kwa kasi. Maji yakamzonga, yakamzungusha na mwishowe yakamburura mbali zaidi ya msitu, katika sehemu ambayo hakuna mnyama aliyewahi kuiona. Na hivyo mbabe akapotea. Wanyama walikusanyika wakapiga shangwe. Kalulu hakushangilia, badala yake akasema, leo tumefanikiwa, si kwa sababu tumemwangusha mwenye nguvu, ila kwa sababu tumeonyesha kuwa akili na umoja haviwezi kushindwa. Amani si kitu tunachopewa, ni kitu tunachokilinda. Wanyama walimchagua Kalulu kuwa mshauri wa msitu, si mfalme. Kwa sababu hakuamini katika mamlaka ya kuwatisha wengine, aliongoza kwa busara, utulivu na haki. Misitu ikarudi kuwa sehemu ya furaha, ushirikiano na uhuru. Hadi leo wenye hekima wanasema, nguvu inaweza kutawala siku, busara hutawala vizazi. Tamaa inaweza kukupa mali, lakini utu unakupa hadhi. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.